protecting us. I'm gonna cut your heart out. Bwana, karibu sana kwenye bonge moja la movie, bonge moja la story, The Walking Man. Bwana, hii ni movie ambayo imetoka 2026, bonge moja la story. Bwana, katika ulimwengu ambao hauna huruma na uliojaa kivuli cha hatari, panapasuliwa kisa cha Lenovo Code, aliyeigiza kama star mkubwa wa filamu ya vitendo Jackson Statham, mtu ambaye zamani alikuwa mwanajeshi wa kikosi maalum cha juu kabisa. Bwana, Lenovo alikuwa sehemu ya mashine ya kijeshi iliyofanya kazi katika mazingira magumu sana zaidi duniani, ambapo alijifunza mbinu zote za mauaji, ukusanyaji wa taarifa za siri na uwezo mkubwa wa kubadili hali yoyote ile ya hatari bila kuonyesha hofu. Bwana, hata hivyo, mzigo mzito wa kisaikolojia, mateso ya kiroho na uchovu wa kumwaga damu hiyo na maana, aliamua kuchagua njia nyingine ya maisha. Alistaafu kabisa kutoka kwenye ulimwengu huo wa kijeshi, akatupa silaha zake chini na kuamua kujitenga kila kitu kilichohusiana na maisha yake ya zamani ya kijeshi ili atafute utulivu na amani yake binafsi. Bwana, katika jaribio lake la kuanzisha maisha mapya kabisa ya kirahia na kujitenga kabisa na historia yake ya umwagaji damu, Lenovo alihamia katika mji mmoja utulivu sana na kuamua kufanya kazi za kawaida kabisa za ujenzi, yani construction. Aliamini jasho la halali linalotoka wakati wa kubeba zege, kupima kuta na kufanya kazi ngumu chini ya jua kali lingeifuta kabisa ile dhana ya kuwa mashine ya mauaji katika kazi hii. Bwana, alijitahidi kuwa mtu wa kawaida sana, asiye na makuu, mwenye nidhamu ya hali ya juu na ambaye hakutaka kabisa kuvutia macho ya watu au vyombo vya sheria. Lengo lake kuu lilikuwa ni kujijenga misingi thabiti ya maisha kwa ajili ya binti yake mpendwa, ambaye ndiye alikuwa nuru pekee katika maisha yake yaliyofifia, na alitaka kuhakikisha kwamba analelewa katika mazingira ya amani, utulivu na usalama kabisa, mbali na hatari ya ulimwengu wa siri. Hata hivyo, maisha haya mapya ya amani na utulivu hayakudumu milele, kwani hatima ilikuwa na mipango mingi sana mikali iliyokuwa inamsubiri kwenye kila kona katika mazingira ya kazi zake za ujenzi. Bwana, Lenovo alijitahidi kujichanganya vizuri sana na wafanyakazi wenzake na kuheshimu mabosi zake, hasa mtu mmoja aliyekuwa akimiliki kampuni hiyo ndogo ya ujenzi. Mtu alionyesha hutu na ukarimu mkubwa kwake na kwa binti yake. Uhusiano huu wa kimaadili na wa kikazi ulianza kubadilisha na kuwa kama wa kifamilia, huku Lenovo akijihisi kuwa ni sehemu ya jamii hiyo ndogo. Bwana, lakini mambo yalianza kubadilika ghafla pale ambapo wingu zito la majonzi na taharuki lilipotanda baada ya binti mwajiri wake mkarimu kupotea katika mazingira ya kutatanisha sana, jambo ambalo liliibua hofu kubwa sana na vuruga kabisa utulivu wa mji huo mdogo. Kupotea huko kwa ghafla hakukuwa tu suala la mtoto kupotea kutoka nyumbani, bali kulifichua mtandao mchafu sana na wa kutisha uliokuwa ukifanya kazi kwa siri chini ya jamii hiyo. Bwana, baada ya upekuzi wa awali wa polisi kushindwa kuzaa matunda yoyote na kuonekana kutoleta majibu ya kutosha, familia iliyosombwa na majonzi ilijikuta haina pa kukimbilia zaidi ya kumwangalia Lenovo kwa jicho la matumaini. Waligundua kwamba Lenovo hakuwa tu mfanyakazi wa kawaida wa ujenzi aliyesukuma toroli, bali alikuwa na uwezo wa kipekee wa kiakili, utulivu wa ajabu wakati wa misukosuko na uwezo wa kuchambua mambo kwa kina ambako haukuwa wa kawaida kwa mtu wa mitaani. Bwana, hali hii ilimlazimu Lenovo kusimama njia panda, ama endelee na maisha yake ya kunyamaza kimya na kujifanya hajui chochote, au achukue hatua ya kukabiliana na kivuli cha zamani ambacho alikuwa amejitahidi kukimbia kwa miaka mingi. Hapa ndipo ambapo pazia la utulivu lilipochanika vipande, na upande wa pili wa Lenovo alianza kujitokeza kwa kishindo kikubwa alipokubali rasmi kuanza msako wa kumtafuta binti huyo aliyetekwa. Lenovo alianza kutumia mbinu za kijeshi za kiwango cha juu sana ambazo zikutumia kwa miaka mingi sana. Alianza kuchunguza kila dalili ndogo iliyoachwa nyuma, kuunganisha nukta za ushahidi uliopuuzwa na wengine na kuwafuata wahusika kwa siri sana, na kama mwindaji aliyemvizia mnyama wake polini. Bwana, mbinu zake hazikuwa za kawaida sana kijasusi wala mitaani. Zilihusisha utulivu wa hali ya juu, uwezo wake mkubwa wa kusoma saikolojia ya maadui zake na utayari wa kufanya chochote kile kinachohitajika ili kufanikisha lengo lake kuu bila kujali vikwazo au hatari zilizokuwa mbele yake. Kadri uchunguzi wake ulivyokuwa ukiendelea kwa kasi ya kutisha, ndivyo ambavyo Lenovo alijikuta akiingia ndani zaidi kwenye lindi chafu la mtandao wa kimataifa wa biashara haramu za binadamu, yani human trafficking.
wake. Bwana, huu haukuwa mtandao wa uhalifu wa kawaida wa mitaani au vibaka wa madawa ya kulevya, bali kuwa ni mfumo mpana wenye nguvu kubwa uliohusisha watu wenye ushawishi mkubwa sana kisiasa, fedha nyingi chafu na ulinzi mkali wa wanamgambo wenye silaha nzito. Bwana, mtandao huu ulikuwa umesambazwa mizizi yake kila mahali, ukitumia mbinu za kisasa za usafirishaji wa siri na vitisho vya kutisha ili kuwanyamazisha wale wote waliothubutu kuhoji, kuchunguza shughuli zao haramu. Bwana, kwa mtu wa kawaida kugusa mtandao huu ungemaanisha kifo cha haraka sana na cha kikatili, lakini kwa Lenovo kulikuwa ni kichocheo kingine kabisa cha kutafuta ushahidi. Hali ya mambo ilizidi kuwa ya hatari na yenye mvutano mkubwa wa kisaikolojia wakati Lenovo alipoanza kukutana uso kwa uso na mawakilishi wa walinzi wa mtandao huo. Alipokutana uso kwa uso na wawakilishi na walinzi wa mtandao huo, bwana, kila hatua aliyoipiga ilikuwa kama kucheza na mtoto mkali bwana, kwani maadui waligundua haraka kuwa kulikuwa na mtu hatari sana aliyekuwa akiwasaka kwa karibu sana bwana. Hapa ndipo uwezo wa kijeshi wa Lenovo ulipoanza kuonekana kwa vitendo. Alitumia ujuzi wake wa mapambano ya karibu sana na uwezo mkubwa wa kutumia silaha mbalimbali na mbinu za kimkakati kuwazidi ujanja na kuwadhibiti maadui waliokuwa wakijaribu kumuondoa kwenye reli bwana. Kila pambano lililofuata lilikuwa ni onyesho la ustadi mkubwa wa kijeshi, lilionyesha jinsi ambavyo mazoezi magumu ya miaka ya nyuma yaliyokuwa yamekaa kwenye kumbukumbu ya misuli yake na kuendelea kufanya kazi kwa ustadi wa hali ya juu. Bwana, katika harakati hizo ngumu za kusaka ukweli na ukombozi, Lenovo hakukutana na maadui rahisi, bali alikabiliana na mifumo ya kiintelijensia na magenge yaliyojipanga vizuri kisilaha na kiteknolojia. Hata hivyo, uzoefu wake mkubwa sana ulimfanya awe hatua moja mbele yao kila wakati. Alijua jinsi ya kupenya kwenye maeneo yaliyolindwa vikali bila kugunduliwa, jinsi ya kuwatia hofu viongozi wakuu wa magenge hayo kwa kutumia taarifa za siri alizozipata kwa ustadi, na jinsi ya kutumia mazingira ya jirani kama silaha nzito sana, kama silaha dhidi ya watesi hao. Kila eneo lililopita aliacha alama ya hofu kwa maadui zake ambao awali walijiamini kupita kiasi kutokana na mali na silaha zao, lakini sasa walijikuta wakitetemeka mbele ya mtu mmoja alikuwa na dhamira isiyotikisa na kutimiza kile alichokiweka kwenye kichwa chake. Bana, hili ni bonge moja la story, bonge moja la movie, filamu hii hapa The Walking Man, ambayo mwendelezo wake huu hapa ambao ushatoka 2026. Cha msingi ni wewe kuweza kutafuta movie hii na kuweza kuiangalia, bonge moja la story. Napenda nikuache nikisema kwamba hii ni Chad the Storyteller. Jina langu naitwa Chad the Best Presenter in Town, mnyama OG, mzee wa movie.